Kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuondoka kesho alfajiri kuelekea nchini Misri, mji wa Alexandria, kwa ajili ya mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya mabingwa wa Afrika National Al Ahly. Safari hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea pambano gumu la kimataifa linalotarajiwa kuvuta hisia za mashabiki wengi barani Afrika. Yanga wanatarajiwa kuikabili Al Ahly ugenini Ijumaa Januari 23 mwaka huu, wakiwa na lengo la kusaka alama tatu muhimu zitakazowaweka katika nafasi nzuri kabla ya mchezo marudiano utakaopigwa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo unatajwa kuwa kipimo kikubwa kwa kikosi cha Young Africans katika kampeni zao za msimu huu wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ofisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe amesema baada ya mchezo dhidi ya Mashujaa FC, kikosi kinaanza mara moja maandalizi ya safari hiyo muhimu, akieleza kuwa timu itafanya mazoezi maalum ya mwisho kwa lengo la kujiweka sawa kabla ya kuanza safari. Ali Shabani Kamwe alisisitiza kuwa hali ya kikosi ipo vizuri, kwani hakuna mchezaji mwenye majeraha, jambo linalompa kocha Pedro Gonçalves nafasi ya kuchagua kikosi bora kitakachosafiri kwenda nchini Misri, akiongeza kuwa ushindani ndani ya timu ni mkubwa, huku kila mchezaji akijitahidi kuonyesha ubora wake. Timu inatarajiwa kuondoka kesho alfajiri kuelekea Alexandria. Hakuna majeraha, wachezaji wote wapo vizuri, na baada ya mazoezi kocha wetu Pedro atachagua wachezaji watakaokuwa kwenye msafara, alisema Ali Shabani Kamwe. Hata hivyo, kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves amesema kikosi chake kimeanza kuonyesha mabadiliko chanya baada ya wachezaji wapya kuelewa kwa kina falsafa na mahitaji yake ndani ya uwanja. Pedro Gonçalves amesema hali hiyo imeongeza ufanisi wa timu na kufanya mawasiliano kati ya benchi la ufundi na wachezaji kuwa rahisi zaidi kuliko awali. Ameeleza kuwa mwanzoni haikuwa rahisi kwa wachezaji kuzoea mfumo wake kutokana na mabadiliko ya mbinu na majukumu mbalimbali aliyoweka. Kadri muda ulivyopita na kupita mazoezi ya mara kwa mara, wachezaji wameanza kuelewana mfumo huo na kutekeleza kwa ufanisi mkubwa wakati wa mechi. Maendeleo hayo yamechangia pia kuwapa nafasi nzuri wachezaji wapya kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa timu bila changamoto kubwa, amesema Pedro Gonçalves. Kocha mkuu wa Young Africans Pedro Gonçalves amesema pia wachezaji wapya hawachukui muda mrefu kuzoea kwa sababu wanakuta mfumo tayari unaeleweka na unatekelezwa na kila mmoja. Akizungumzia matumizi ya wachezaji wapya, Pedro Gonçalves amesema siri kubwa ya mafanikio yao ni kuhakikisha kila mchezaji anatumika kwenye nafasi anayoweza zaidi. Akafafanua pia kuwa falsafa yake ni kuweka wachezaji sahihi kwenye nafasi sahihi ili kuongeza ubora wa timu kwa ujumla. Pedro Gonçalves pia akaongeza kuwa njia hiyo inasaidia pia kupunguza presha kwa wachezaji wapya. Wanapocheza kwenye nafasi wanazozoea, wanakuwa na ujasiri na uwezo mkubwa wa kuonyesha viwango vyao halisi. Kuifanya Yanga kuwa timu yenye ushindani mkubwa katika kila mchezo, lengo lake ni kujenga timu imara yenye mtiririko mzuri wa uchezaji na matokeo chanya, akasema Pedro Gonçalves. Young Africans inakwenda kukabiliana na National Al Ahly tarehe 23 Januari mwaka 2026 huko nchini Misri. National Al Ahly ikiwa inashika nafasi ya kwanza kwenye kundi lao ikiwa na pointi 4, Young Africans ikikamata nafasi ya pili ikiwa na pointi 4. Tofauti ni ufungaji wa mabao, na hilo ndo limewatofautisha Young Africans na National Al Ahly. Kipi kinakwenda kutokea, mtazamaji wa Malkia wa Soka? Fuatilia dondoo, mimi nitakuwa hapa kukujuza kile ambacho kitakwenda kutokea. Young Africans hapo kesho alfajiri majira ya saa 10 kamili watapanda ndege kuelekea huko nchini Cairo, nchini Misri, Cairo, Alexandria. Kumbuka kuwa mchezo umehamishwa katika uwanja mwingine ambao Young Africans wanapelekwa katika uwanja wa Machinjio, uwanja ambao umejaa pressure kubwa kweli, uwanja ambao National Al Ahly huamini kwamba wakiwa wanahitaji matokeo mazuri, basi wanaamini uwanja ule unaweza kuletea matokeo impact rahisi zaidi, kwani uwanja ule unabeba mashabiki wengi zaidi na pressure ya kule ndani na kuwa kubwa zaidi, hivyo kelele za mle zinaweza kuwaathiri wachezaji wa Young Africans, lakini bila shaka tutaona kitakachotokea. Tuendelee kufuatilia na kuwa macho zaidi. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malkia wa soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakikata upepo mpaka huko Tunisia wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malkia wa soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.